Nanza kama blaza alivyosema tu nini lapo mkubwa sio mfupi kakiliku nina rangi nzuri yani kaya tatatu nipo chini napo ipo golofa la juu naendeleza voko mimi napita dikapela hali kwa nangu wa kitana lioko jela nipapo kama hizo tafananisha na nani nipo 69 alafu mchizi la stamani napasoka verse blaster napiga kelele navonata kwenye beat na kesi na kwele nimetoka huko sinati kama ngedele hili vibe la kujana mpaka nasikia cheki na vugogo niko pande hizi kigogo siyo kalia ko nipo na mablo blo ndo napiga show wakibato na mimi awani kutingongo ono nambo nata kwenye biti hili wetu tindikali ndo mkali wa mashahiri nikapiga di makilikili nipo andagani mwakani nitakuwa tajiri. One time mimi naitwa Ching the baddest ndimu mtu mbaya. Hii ni 69 freestyle washikaji zangu kutoka Dar es Salaam. Tunapatikana hapa Kigogo. Na leo niko na mshikaji wangu wa freestyle anaitwa Acid. Unaweza kumuita Tindikali all the way kutoka wapi vile? Kutokea Mwenge la na represent Ruvuma Songea Town. Bana kutoka Mwenge lakini ana represent kutoka Ruvuma au vipi bana mimi naitwa Ching the baddest ndimu mtu mbaya. Hapa ni 69 Media, washikaji zetu kutoka Dar es Salaam, washikaji zetu kutoka Tanga, washikaji zetu kutoka Mwanza. Bana kutoka Ruvuma moja kwa moja mpaka hapa Dar es Salaam Kigogo tuko na Acid kwenye 69 freestyle na inakuwa fresh kinoma noma. Langu jina naitwa Ching the baddest ndimu mtu mbaya. Instagram to follow kwa jina la 69 Media, Facebook 69 Media na YouTube channel official tuko pale 69 Media. Inakuwa ni unyama ubabani, ubabe unakuwa ni mkubwa sana. Bana fresh, ngoja tuangalie tumsikilize mshikaji wetu hapa kwenye 69 freestyle au vipi Let's go check it out yo. Let's go check it out yo. Let's go check it out yo. Let's go. Kazi kwako sasa mzee wangu. Nanza kama blaza alivyosema tu nini lapo mkubwa sio mfupi kakiliku nina rangi nzuri yani kaya tatatu nipo chini napo ipo golofa la juu naendeleza voko mimi napita dikapela hali kwa nangu wa kitana lioko jela nipapo kama hizo tafananisha na nani nipo 69 alafu mchizi la stamani napasoka verse blaster napiga kelele navonata kwenye beat na kesi na kwele nimetoka huko sinati kama ngedele hili vibe la kujana mpaka nasikia cheki na vugogo niko pande hizi kigogo siyo kalia ko nipo na mablo blo ndo napiga show wakibato na mimi awani kutingongo ono nambo nata kwenye biti hili wetu tindikali ndo mkali wa mashahiri nikapiga di makilikili nipo andagani mwakani nitakuwa tajiri sijui ni mwaka gani hila Mungu ndo anapanga mwambie natoka Ruvuma hata siyo Tanga nimechano mingi sichambui kama kalanga naweza nikajana kasema palidi kubanda kama fidi kama nani mwingine laba yankila napenda hii michano sababu ndo yangu dila wengi kichana kitana niona kama tahila wanasema mbona unapitali kama Godzilla siwaze laba mimi ndiyo mlisi mbona navochana siki uwanja wa mlisi mwendo mpela mimi nazidi kutembea nimetoka Ruvuma alafu wilaya Songea yani wakanyasa pamoja na Mbinga mistari mingi nikichana siwezi pinga hapo nishafanya kazi nyingi hadi machinga nilipoanza kuflow wengi wakaniona mjinga nikasema sio kesi siku yake tenda da ninapopita kwenye freestyle unashangaa pande gizi bado ninaonyesha kukicha uwezo hupo mpaka wengine wanaona mibala yani bala liko yani mpaka kokoliko wanopenda laza wengi wananipa mshiko kwenye beat nafanya mabadiliko nikiamua kufanya natoleta mtikisiko wanapata na mshangao hata wafanye vipi Tindikali baba lao hata mimi wengine nekula kwao napita na kila sela mpaka mabebe zao napasuka hapa nishaingia mjengoni nimeingia ndani nimevaa headphone hapo ndo na tambo sio earphone ona namdondoka kama
Mbona natokea kule Mwenge. Endeleza voko na hivi sitaki kijenge. Mistari mingi cheki ninaposhangaza. Siwezi kuwa kama Yankila kutoka Mwanza. Achana masela, madinga dima blaza. Wanapenda laza hakuna kunikataza. Ile chano mingi nikichana simalizi. Nimekuja hapa lafu mwanafunzi wizi. Wanapenda jinsi ninavyofanya tizi. Nipo hapa layalali sio mkimbizi. Wala sekibia nazidi kanyagia. Wanapasuka layalali Tanzania. Besi wengine wanaumia. Sasa ndo uwezo wangu. Alright. Tulia blaza kwanza Tulia. Sasa mbona nina data. Tulia kwanza tumalize hata kidogo. Umenita nije ni perform hapa kidogo. Nitachana mpaka wasilete zogo. Hapo hapa nimekuja sijala hata miogo. Ningekula miogo nikikata njaa. Tuishie hapa pana bado natambaa. Mimi mkali naweza freestyle kama kichaa. Sikia verse zote unasema acha ukinya. Tulia ndugu yangu, unajua uko vizuri zaidi. Bana, moja kati ya mtu ambaye imekuwa ni blessing nimekutana naye alafu ana kitu kikubwa. Huyu hapa anaitwa Acid au sio bana, unaweza kumuita Tindikali. Acid flow. Yes. Nimekutana naye hapa nikasema yes, jamaa na bonge moja la freestyle. Na ukimsikiliza of course ana alichoandika huko, ana freestyle ile yenyewe au vipi? So washikaji zetu kutoka Dar es Salaam au vipi? Washikaji zetu kutoka Ruvuma, washikaji zetu kutoka Tanga, washikaji zetu kutoka Zanzibar. Huyu hapa nimekuletea kijana. Tuna change beat sasa. Beat ya mwanzo naona ameimung'unya vile ambavyo anaweza. Na mimi sina mashaka naye kwa kweli kwa sababu amefanya kitu kizuri zaidi. Tunaondoka na beat ya pili. Inakuwa ni fresh kinoma noma. Washikaji zetu Instagram na follow kwa jina la 69 Media. Au vipi bana, natupata tu pale, tuko tu pale. Na Facebook 69 Media, lakini inakuwa ni fresh. YouTube ukibonyeza alama kengele na ukisha subscribe inakuwa ni ubabe unyama, inakuwa ni bless kinoma noma. Langu jina naitwa Chingling the town, the baddest ndimu mtumbadi. Niko na mwanetu Acid kutoka Ruvuma mpaka Dar es Salaam, so kitu kidogo. Sasa sijui mshikaji wetu amepanda basi au amepanda yale magari fulani hivi ambao watu wanadandia, so atakuja kutuelezea mapema, lakini kwanza tusikilize hii hapa freestyle ya pili. Kuna naye hapa, tuondoke mzee wangu. Chee! 1 2 1 2, check it out yo. What? Tindikali. Hilo butu sasa ninavyoshangaza. Nikiamua kuchana siachia kipaza. Endeleza voko mimi nitachata dina kela. Maana yuko mbele na kisimu chenye kamera. Sijua ina gani la sitaji jina. Mungu lini besi tu kupanga hivi vina. Naweza nikanata ukasema disaster vina. Hilo uwezo wangu wa kuflow fananishi na stamina. Mimi ndiyo mimi walishaniita Tindikali. Nimetoka Ruvuma karibu na bahari. Hapana, kumbe Ruvuma kuna bahari, ila nimeshaingia mimi ndo mkali wa mistari. Endeleza voko watoto wakae mbali. Mbali la kuchana sijala ta ugali. Nimepewa alafu ishapewa kibali. Nimetoka kule Nyasa. Michano ni mingi mimi nachana kwa madingi. Naendeleza voko sishindani na mapimbi. Lingine la singeli waga si imbi. Hapa muni naonyesha kwamba ni bimbi. Naendeleza voko mwendo mpela. Hai kwa machizi na wanangu walioko jela. Wacha po kibao akiniona wanawaza. Naendeleza voko wengine wajanikataza. Sasa nani mimi mwenyewe last money. Nimeingia 69 natoa burudani. Mimi style siandika natoa kichwani. IMC na foka waga sio zamani. Zamani hapana ndo vinazidi kuchana. Nipo mida ya mchana, moto wangu ni mkali sana. Naendeleza kupumbana na siwezi kutukana na freestyle ka kijana. Yani ni ungwana. Niko goody. Mimi ni mkali wa freestyle kali ya hoodie. Naendeleza voko watu wanafurahia. Naona mshuti kamera yuko busy ametulia. Pale blaza anachekelea. Furahi blaza kama kwenye huku basi unasogea. Sogea kwa karibu. Sione aibu. Mbona ninapochana watu ndo na waadhibu. Niko napasuka hapo ndani redioni. Tuko pande hizi wala sio Kigamboni. Hii mistari yote mimi natoa ubongoni. Sijaja na begi Costa beba kitu mgongoni. Nimeingia sasa naenda tukupa.
siwezi nikachana kakicha. Hii michano natiririka na hanza kumwagika, nimetembea na speaker na siwezi Popo michano kibao wasiopenda wanagwaya, neza nikapista hadi beat hadi ya kwaya. Bongo hip hop Dar es Salaam sio waya, siwezi kuchana mambo yombea tabia mbaya mbaya. Mimi natembe nimechana kwa pistali chizi la milembe, hapo na mbegu ya kitambo sijala hata embe. Nimetoka mkoa alafu sijashika jembe, kulima bado mimi nachana kwa heshima. Wakibato na mimi na wachimbia kisima na wazima au nikuti yani tena yana ndali kwenye beat jinsi ninapotema, tunalikata alafu nalirudisha, niko napasuka tindikana sababisha, hata wakinipata kwangu mimi na wakalisha na kinukisha wote. Ipo na mablaza napiga kelele, hili vibe la kuchana kesi haina kwele. Hiti limerudi kwanza sio ngele, au badilisha niweke beat pande sele, nikiweka mstende gani fire, ngoja tuweke beat la bongo la Ulaya. Yeah man, big time washikaji zetu. Hapa ni 69 Media na mimi naitwa Ching the Baddest, niko na mwanetu anaitwa Acid au sibana all the way kutoka Ruangwa, na yuko hapa na tumepiga story mingi sana, na story ambazo tumepiga kuhusiana na freestyle. Uzuri zaidi kitu ambacho amekiimba hajakiandika ni freestyle all the time, mwanzo mwisho, yani mwanzo mwisho. Bana yote tisa kwa tupige story mzee wangu. Tupige story 2 3 alafu tu bless ile goma au vipi Haina noma. Yeah, kwa haraka mzee. Ndio. Da umeingia mwaka gani na ugundua kipaji chako kwa muda gani? Kuhusu da kuingia nimeingia mwaka jana. Mwaka jana mwezi wa 11 hizi. Na ulikuja kwa harakati za kuchana au ulikuja kwa mishe zako nyingine? Nilikuja na harakati za kuchana. Nilikuja na harakati za kuchana, ila kuhusu swala la kuanza muziki nimeanza 2017, ninakumbuka ni kwa darasa la 5 vile. Nimeanza kufanya muziki, nimeanza kubless. Kuna mwalimu mmoja hivi, kuna kipindi cha kuna sehemu fulani hivi na hisi wale wanaosoma, kuna mada fulani za shule za kuandika mashairi. Yeah. Katika kipengele kile wengi walishindwaga sana kuandika mashairi, lakini mimi wakiniambia niandike, waga naandika vizuri sana yani. Kwa hiyo nilikuwa natumwa kama kuandika mashairi, hata kama ukiwa kwenye mashindano ya mashairi mimi waga ndo naandika mashairi. Ndio ni bless na akasema kwamba una uwezo mzuri wa kuandika mashairi, jaribu tu kufanya kuimba. Maana nilikuwa naanza kuandika afu naweza kuandika kuimba siwezi. Nilipoanza kuimba ndo nikaweza kabisa yani kuimba. Hiyo ushawahi kuandika labda mashairi kuhusiana na shule, mashairi kuhusiana na utamaduni, mashairi kuhusiana na mazingira yalokuzunguka, na walipokeaje mtaani kwenu? Sana tu walimpokea vizuri. Yaani unajikuta kwenye kijiji ambacho hajawahi kutokea msanii, hapo akiona pale unaenda kwa appreciate kwenye mahafali pale una perform kwenye mahafali ndio. Unaandika kwa mfano mwalimu anakuambia kwenye mahafali inabidi uandike nyimbo ambayo inahusiana kwamba tamaduni zetu au shule yetu au elimu ni bora zaidi kwenye maisha ya mwanadamu. Ndio. Kwa unakuta anaandika hiyo siku, yani utakuta wiki nzima mimi sifanyi chochote, ni kazi ya kuikalili ile nyimbo. Nishakalili nikienda kuperform pale, kijiji kizima ni Tindikali Acid. Sasa kwa hilo jina la Tindikali limetokana na washikaji tu walikupa mtaani au wewe mwenyewe uliamua kwamba ili jina kutokana ni Tindikali, na Tindikali tunaifahamu kwamba ni Tindikali, kila mtu anaijua. So ili jina lilikuwaje? Ili jina lilikuwa vipi? Bro, ile jina imetoka mbali sana yani. Yaani nikisema kwamba nielezee jinsi jina nilipopata, naweza nikisema nilikwambiaga kwamba Wizi ndo nili appreciate mpaka nimefika Dar es Salaam Wizi MP. Baada ya kumwona Wizi anaanza kutembea na speaker mtaani, mimi nikawa nafikiria mimi nafanya muziki mzuri Songea mjini, alafu sielewi muziki wangu unaenda wapi, naisha tu nyimbo kupeleka tu kwa washikaji kwenye madj zinapigwa, alafu sielewi nitafika wapi. Wengi wanasema tu unaweza. Basi nikaa nifikirie nifanye njia gani. Baada ya kuona baadhi ya clip Wizi MP anatembea mtaani anachana na speaker, nikasema ngoja na mimi jaribu kufanya hiki kitu kama kitakuwa kina maana. Nikawa nauzauza kazi ya mtumba, nimeuzauza nguo za mitumba, nikawa nanunua speaker. Baadaye niliponunua speaker ule mtaji wangu wa mtumba ukaisha kabisa. Nikaanza kuingia mtaani. Nikasema haki ya Mungu, mimi napigania ndoto, hata kama nikifilisika mimi napigania ndoto yangu. Basi nimeingia mtaani, nimeanza kuperform. Mimi kabla ya Acid Flow au Tindikali, wengi walikuwa wananiita Viga P. Kwa hiyo mimi uliposema wewe mimi naitwa Viga P, unaitwa nani mwanangu? Viga P, unaitwa nani Viga P? Sasa kwa jina gumu mwanangu, wewe usijite tu Acid mwanangu, maana itaani unajua mtani kwetu kukwambia wewe ni Acid, ni mtu wa kuogopa. Ni noma sana. Kwa mwanangu tukende tu Acid vipi? Fresh. Kwa hiyo kapita utasikia mwanangu dogo Acid yule anakuja. Bila na kispika changu na chana hivyo. Utasikia dogo Acid anakuja, umeona? Kwa watu walivyo appreciate hivyo
nikaimba kama miezi 5 au 6. Sikukata tamaa. Mtaa japo narudia mara 4 mara 6 mtaa mmoja. Mungu aliniappreciate, nikapata bosi mmoja hivi anaitwa Rasamo. Rasamo akanisaidia, akasema mdogo wangu mimi sina uwezo wote wa kubless wewe. Ndio. Kwamba naweza nikakumanage kagaramia kila kitu anachotajika msanii. Cha msingi ni kitu kimoja. Ndio. Mimi ndakusaidia. Jichange uende Dar es Salaam. Okay, Jichange nenda Dar es Salaam na baadaye ukaja Dar es Salaam. Au vipi? Kwa ufupi sana, changamoto gani Dar es Salaam kwa mara ya kwanza unafika ukakutana nazo, alafu ukasema mimi hazijanikatisha tamaa, ukaendelea kubaki? Changamoto ambayo mimi imenikatisha zipo nyingi, ila zingine mimi unajua mimi napuuzia changamoto, naangalia kitu gani. Siwezi ngafikiria changamoto. Na changamoto ambayo iliniuma zaidi, nilipoteza simu yangu kubwa kabisa, afu nilikuwa account yangu ni kubwa sana. Ulipoteza au uliibiwa? Niliibiwa. Hebu tupe hiyo kwa ufupi sana. Tupe kwa ufupi sana. Au vipi? Afu tulibless ile goma lako hilo. Si ndio tuliandae kabisa kwa ufupi sana. Ilikuwaje mzee ukaibiwa simu? Au ulikuwa ni ushamba ni wa Dar es Salaam ndo kwanza unaingia nini? Wajanja wako wengi wenyewe wanasema, ila jua tu hivyo. Wenyewe wanasema bongo Dar es Salaam bongo nyoso. Ukifika huko lazima akili kidogo kwenye kichwa. Okay. Ilikuwaje ni moment ya simu na nini? Ile siku mimi nilikuwa, maana nilipofika huko, kabla ya kufika huko nilikuwa nimepata connection na blaza ambaye sema Jichange tu Dar es Salaam. Basi kuna jamaa mmoja alianza kuona zile clip ambazo na posti mitandaoni, akasema dogo una uwezo, mimi nitakusaidia uje huku, ila nitafuta nauli, wewe njoo, kuhusu mambo mengine yote nitakuhangaikia mimi huku. Sawa, anaitwa Junior jamaa mwenyewe. Mimi nikamwambia yule bosi kule Rasama ule wasongea. Akaniambia kuna jamaa ameniconnect tu, inabidi niende nika appreciate huko, kama vipi naomba nisaidie na ule, maana mimi mali yangu ni ngumu sasa hivi hapa na msimu wa kifuko huko unakuwa ni ngumu. Kwa hiyo baada ya kuonea akasema sawa ina shida, akanisaidia nauli nikaja Dar. Hasa nifika Dar sikuja au sana. Twende. Yaani sijui hata nilifanyaje, sijui hadi simu ipo. Tena nilikuwa nimetoka, akanambia mwanangu ulipofika hivi upo kimkoa sana, kwa hiyo inabidi twende sehemu nikakubadilisha hata mavazi nini, ndio kurekebisha nywele. Akanipeleka Kariakoo mwanangu, akasema nisubiri hapa hivi, kuna jamaa anamfuata naenda kuongea naye, afu nikirudi na kukuta ndio, afu twende huko. Akasema poa, haina shida. Mimi sielewi ile. Nikafika pale kuna jamaa akaniambia hivi, "Oh mwanangu vipi fresh da? Mwanangu hapa na shida." Na shida shida gani? Sema sikiliza mwanangu, simu yako na dakika. Nikasema unapigwa kizembe. Umeona? Ni azime. Jamaa ukampa. Mimi nikasema mimi siwezi kukuazima mtu namjua. Akasema waambie hao jamaa wanajua, siwezi kwenda kokote. Na ukicheka anawaambia kwamba huyu anajua, ana noma, wewe mwazime tu hapa ana shida. Umeona? Nikasema hivi, nikasema basi poa, kwa sababu watu wanasema kwamba ana shida na watu wengi waga ni wema sana. Kama kitu kibaya anasema wewe achana nayo. Mimi nikampa simu. Sema hii hapa, toe password, akaandika namba yake akapiga. Sasa mimi nimekaa hivi, namsikiza anapoongea, kuna mtu anasema halo. Yani kama anataka kuvuta stress. Sasa yule blaza boss ambaye yule blaza ambaye amenipokea huko, akaniita, "Wewe Asidi, njoo mwanangu." Umeona? Sasa kibi naongea na yule boss. Nageuka mtu hayupo mama. Ndio. Ashapita. Sasa blaza, mbona vipi simu yangu umeenda nayo hapa? Sasa dogo tulia. Umepigwa kimjini mjini. Mtu tukikukataa wewe hapa hivi, tungekukataa wewe hapa. Tungeumizwa wote. Hiyo michongo ya watu wote inaonekana. Yaani ni nyuma sana ile siku. Alafu wamekuona ni mgeni ndio maana. Waona huyu jamaa muonekano wako nini, naona huyu katoka wapi huko mkoani, ngoja tumlize. Pole sana baba. Ina shida lakini Mungu Sasmani nataka ninunulie kitu kingine. Big time kwa boss wako bana, anakusupport sana kwenye kazi yako. Sana, japo sio kwamba ni meneja wangu kabisa, naweza nikamchukulia ni kama blaza. Maana amesema kwamba yeye sio meneja. Meneja ananigaramia kila kitu, lakini kuna baadhi vingine waga anaachia mwenyewe, sema yeye Asidi wanajua kufanya mwenyewe kama mwanaume. Ila kwenye swala muziki niachie mimi. Big time bana. Huyu hapa anaitwa, kwa ufupi sana tumesikiliza story yake, alipotoka au vibana alichokizungumza, the way changamoto mpaka kutoka huko mpaka kufika hapa Dar es Salaam au vipi, mkoa kwa mkoa,
yote kupambania ndoto zake na ili mradi kufika pale ambapo watu wanafika. Kiukweli kwamba ana kipaji kikubwa, ana uwezo mkubwa wa ku freestyle na kuandika mashairi. Kwa wale ambao wana rap alafu bado hawajui kuandika au vipi bana, kwa wale ambao pia wasanii wa kuimba hawajui kuandika, mnaweza kumfuata kwa sababu jamaa anaonekana ni mkali wa mashairi, mkali wa kuandika, so inakuwa ni vizuri zaidi ukamfuata, au sio? Mimi naitwa Ching the Baddest na moja kwa moja tunasema hivi, tunalibless goma lake alafu tunasema asante kwa kuwa na sisi, asante kwa kuwa na wewe hapo. Pia niseme asante kwa wale washikaji ambao tayari washa comment kwenye page yetu ya Instagram, lakini kwenye page yetu ya YouTube hapo tuko live 69 Media, na kwa ni bless kino manoma. Bana, na mwezi Acid, naam, tuliplay ile goma sasa washikaji zetu waende mjini walisikie. Watu wamekuona tu hapo na freestyle na nini, lakini sasa tulisikize hilo goma sasa moja kwa moja hapo. Au vipi? Sana. Yeah, let's go now. Check it out yo. Wait. Ladies and gentlemen, huyu hapa anaitwa Acid na ile hapa gomba lake, au unaweza kumuita Tindikali, amejipambania sana mpaka kufika Dar es Salaam. 69 kasema tuwezi kukuacha mtupu mwanangu, lazima uende mjini. Here we go, check it out yo. Naitwa Viga P. Kokota makopo ni harufu ya kichaa. Wanaponiona mimi ni harufu ya mistari. Nikiona kalata ni harufu ya kamari. Kuna demo nikimwona ana harufu ya ndoa. Kushangilia jukwani ni harufu ya kutoboa. Kuna harufu fulani sio ni harufu ya bangi. Ukimiliki duka eti una harufu ya mangi. Kulala sana hii ni harufu ya uzembe. Kumjua kinyozi wana harufu ya viwembe. Utasikia napenda harufu ya Nandi. Utasikia napenda harufu ya Mondi. Demo na bembelezo wana harufu ya utoto. Nikimwona bosi nesi harufu ya maukoto. Ya maukoto. Ya maukoto. Unahisi harufu gani? Ya maukoto. Unahisi harufu gani? Siku hizi nashangaa sana. Naogopa nao marapa. Tena na mistari iliyopinda nanuka kama harufu ya kipapa. Asquizi hawataki kolabo na mimi sijui kwa nini. Twende! Ila nahisi nitakuwa na kipaji cha rapa jini. Wote Chapa. Here we go. Let's go Hey! Hapa ndo moto unawaka ndugu yangu. Waambie sasa waje kuuzima. Mjua msomi wana harufu ya daftari. Mimi nimetoka fukweni na sina harufu ya bahari. Mjua msukuma taisi harufu ya ng'ombe. Ila kumjua mlevi huwa na harufu ya pombe. Ndia wameleka wana harufu ya mikanda. Fundi selemala wana harufu ya malanda. Harufu nyingi sana yani mpaka na pagawa. Hivi kumbe daktari wana harufu ya madawa. Mpaka nachanganyikiwa mpaka mama ndanyonyesha wana harufu ya maziwa. Wasanii wakubwa nao sio masiala. Chidi Benz Harmonize wana harufu ya sigara. Nataka kuuliza hivi chipsi mayai na harufu ya yai visa. Toto mdokozi huwa na harufu ya wizi. Kila nimechana sana hadi nahisi usingizi. Hadi nahisi usingizi. Unahisi harufu gani? Ya maukoto. Unahisi harufu gani? One time, check it out, let's go now. Yo, awote. Zia. Che. Acid. Big time na ngoma imekuwa blessing sana, tumeisikiliza of course. Nadhani pia kama una comment hapo kwenye YouTube channel official, unaweza kadondosha comment yako hapo ukaniambia mshikaji wetu bwana ameua, ametisha kinoma noma. 100% kabisa kwangu nimempitisha, au sio bana, Acid, kwa sababu changamoto ni nyingi kukutana nazo, lakini ukweli ni kwamba kumpata mtu kama huyu unamwekea beat, una play beat alafu aulizi mara mbili. Tulikuwa tunatafuta sana wasanii au wasanii wa kurap wa freestyle, huwa mara nyingi sana huwa na freestyle ngoma zao, au sio bana? Hata Chidi anakuwa anaongea mimi si freestyle sasa hivi, yani watu wengine freestyle na freestyle ngoma, lakini Mchizi tumeweka tu beat ana freestyle kutokana na wewe ulivyo. Nadhani kila kitu kiko hapo, au sio? Bana, asante kwa kunitazama, asante kwa kutuangalia, asante kwa wewe kama uko Dar es Salaam inakuwa ni fresh kinoma noma, lakini pia kwa Dar es Salaam kama una kipaji inakuwa ni fresh. Kama unaweza ku freestyle kama mshikaji,
basi nakuwa ni tamu kinoma noma. Kafika ofisi zetu hapa Kigogo Dar es Salaam, au sio bana, roundabout hapa. Lakini pia unaweza kupiga namba ya 0770717596 ukanitafuta au kaniambia Ching bana, mimi nina kitu, afu tukakusikiliza tukakwenda mjini bana. Cha mwisho cha kumalizia ndugu yangu. Cha mwisho cha kumalizia, shukrani sana kwa blaza ambao umenikaribisha hapa ndani. Ndio. Sikutegemea, maana utakuta baadhi za media waga siku ya kwanza wanafika hawezi akaamini moja kwa moja. Kwa unaweza kuimba, unaweza kuangusha blandi wanasema. Yeah. Kitu cha pili, shukrani kwa mashabiki ambao mimi appreciate, na nikifanya muziki mzuri ninapokuwa na Wiz MP, wengi wana support sana, wanasema naweza. Kwa mimi siwezi kukata tamaa. Pia shukrani kwa blaza Yedede. Yedede. Yuko wapi huyo? Yedede yupo hapa Dar es Salaam yani. Ndio. Mkali wa freestyle, mkali wa hizi kazi. Kwa yani shukrani kwa Wiz MP, shukrani kwa Yedede, shukrani kwa Junior, Popo D9, mkali wa trap. Hao wote wamenipokea Dar es Salaam. Sikutegemea kama wasanii wakubwa kama hawa ambao unajua mimi, ambao nilikuwa najua tangu naanza muziki, kunipokea. Nashukuru sana yani nashukuru pia mashabiki ambao mnanisupport na muendelee kunisupport, kwa sababu mimi ni msanii wa kizazi kipya ambaye naingia kwenye game. Mkiniunga nyie mkono, mimi nitaweza kufanya muziki mzuri zaidi. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nataka niombe, sio kwamba mimi kila kitu naweza nikakiweza kwenye muziki. Ndio. Ukiingia kwenye account yangu Soft Ndikali, kama kuna vitu ambavyo navikosea, unanielekeza, unaonaje ukifanya muziki fulani, ungefanya fulani. Sababu siwezi kuwa quality kwa kila kitu yani. Kabisa, lazima ujifunze. Hata hao ambao wamefika pale walikuwa wanakosea na wakakosolewa mpaka wamekuwa wakubwa na nini, vitu kama hivi. Bana, kama huo muda wote kwamba mwanangu unaweza, kila mtu ananiambia unaweza. Sasa najiuliza kosa langu lipi? Mimi napenda mtu ambaye ananikosoa mara nyingi. Alright, kuna wasanii wawili na kutajia hapa, alafu naambia utachagua wote marehemu au vipi? Albert Mangwea pamoja na Godzilla. Wewe hapo kura yako unaipeleka wapi? Wote hao ni wabaya bwana. Siwezi ngamtenga mtu. Siwezi ngamtenga. Au sio? Respect sana bana, mimi mwenyewe nawapa wote wawili kwa sababu wote ni wabadest, wabaya. Big time, asante. Kizazi chake kitakumbukwa sana. Yaani kizazi noma sana. Noma, yes. Big time bana. RP Albert Mangwea, RP Godzilla, au sebana, muziki wako bado tunaishi nao, na vijana kama hivyo wamefika hapa na wanafanya vizuri. Wenyewe ameshindwa kudondosha kura yake wapi, unaona? Kwa hiyo umeona kama nguvu same zote ipo. Big time. Mimi naitwa Ching the Baddest, ndimo Mtumbai, hapa ni 69 Freestyle, pia kupitia 69 Media TZ Dar es Salaam. Tuko hapa Kigogo, inakuwa ni fresh kinoma noma. Asante kwa kuwa na sisi, asante. Kama hujadondosha comment, dondosha hapo mara nyingi, mwagilia comment yako, inakuwa ni fresh kinoma noma. Mimi nasema hivi, kila mtu ana mtu wake. Big time, asante kwa kutazama hivyo yani.